katika mioyo yetu, tukubaliane na kweli yako. Bomoa kila ngome na kila elimu iliyo kinyume na elimu yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tusaidie kuelewa. Tusaidie kuelewa. Tusaidie kuelewa. Kwa jina la Yesu, amen. Tutakuwa tunapitia somo ambalo nimeipa kichwa cha habari, ushindi juu ya sheria ya dhambi na mauti. Ushindi juu ya sheria ya dhambi na mauti. Ushindi juu ya sheria ya dhambi na mauti. Nataka niende taratibu ili tuelewane, tuvuke salama. Amina. Ninaamini baada ya mahubiri haya Roho Mtakatifu atakusaidia na atanisaidia. Ukifuatilia kwa makini, maisha yako kabla ya mahubiri haya na baada ya mahubiri haya yatakuwa tofauti. Maisha yako ya wokovu na maanisha. Amina. Hello. Yaani ni hivi, Bwana amenituma leo, ukitoka hapo utoke mtu tofauti na uliyeingia. Katika Injili ya Warumi sura ile ya 7 mstari wa 14 mpaka 25, Mtume Paulo kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu anaelezea kwa mapana jinsi ambavyo asili na nguvu ya dhambi ndani ya mtu au mwanadamu inavyomtesa na kumtumikisha na kumfanya afanye yale asiyoyataka. Kisoma pote pale ndio msingi mkubwa. Sawa? Katika kitabu cha Warumi sura ya 7 ameelezea kwa kina. Na mstari wa 24 anamalizia kwa kusema, nani ataniokoa na mwili huu wa mauti? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuisome tu hiyo kwa haraka. Kuna kitu tupate picha kwanza. Sasa wiki mbili zilizopita tulijifunza kwa habari ya kumiliki na kutawala nje, si ndio hivyo? Amina. Kumiliki na kutawala nje hapa, yani vitu hivi tunavyovishika, uumbaji wa Mungu. Sasa ili iwe kamili, lazima umiliki na kutawala vya nje, umiliki na kutawala au utawale kwenye maisha ya kiroho pia. Hello? Na kitu kikubwa kinachotawaliwa mwanadamu ili awe salama ni kutawala dhambi. Sawa eh? Tunaelewana? Sasa twende taratibu. Mstari wa 14 Warumi sura ya 7. Hii inatuletea tu background, utake kujua tunatoka wapi. Na sura ya 8 tutajikita kwenye sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3 mpaka wa 4. Kwamba Mtume Paulo anapokuja kuongelea habari ya kila alichokisema anatoka kwenye sura ya 7. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Kwa nitasoma kwa haraka. Kuanzia mstari wa 14 anasema hivi. Kwa maana tunajua kwamba sheria ni ya kiroho, lakini mimi ni wa kimwili, nikiwa nimeuzwa kwenye utumwa wa dhambi. Sielewi nitendalo, kwa maana lile ninalotaka kulitenda silitendi, lakini nalitenda lile ninalolichukia. Basi kama ninatenda lile nisilolitaka kutenda, ni kwamba ninakubali kuwa sheria ni njema. Lakini kwa kweli si mimi tena nitendaye lile nililotaka, bali nisilotaka, bali ni ile dhambi ikayao ndani yangu. Unafuatilia vizuri eh? Unafuatilia vizuri eh? Anasema mtu anayetenda silolitaka, kinachotenda ni nini? Inayokaa ndani yake. Ndio tunataka tushughulikie hiyo.
hiyo mtu anaishindaje hiyo dhambi inayokaa ndani ya mwanadamu? Sawa sawa? Huo ndio msingi mkubwa wa uhuru. Bwana asifiwe. Na ndio msingi mkubwa wa kutokuwa mtu anaweza kuhukumiwa. Sasa tutaangalia. Kwa maana ninafahamu kwamba hakuna jema lolote litokalo ndani yangu. Hello? Jamani, hii ni hali ya mtu asiyeamini. Sawa? Tunaelewana? Yani ni hivyo. Lakini sasa wengine wakiona Paulo ameandika wanajua ndio na waamini wako hapa. Sura ya 8 ndio tutaona sisi waamini tukoje. Hii ni asili ya kawaida. Bwana Yesu atusaidie. Tunafuatana vizuri eh? Hakuna jema lolote likalo ndani yangu, yaani katika asili yangu ya dhambi, kwa kuwa nina shauku ya kutenda lililo jema, lakini siwezi kulitenda. Sitendi lile jema nitakalo kutenda, bali lile baya nisilotaka ndio ninalolitenda. Basi kama ninatenda lile nisilotaka kutenda, si mimi tena nifanyaye hivyo, bali ni ile dhambi ikayo ndani. Hivyo naiona sheria ikitenda kazi, ninapotaka kutenda jema, jambo baya liko papo hapo. Kwa maana katika utu wangu wa ndani naifurahia sheria ya Mungu, lakini naiona kuna sheria nyingine inayotenda kazi katika viungo vya mwili wangu, inayopingana vita dhidi ya ile sheria ya akili yangu. Sheria hii inanifanya mateka wa ile sheria ya dhambi inayofanya kazi katika viungo vya mwili. Mstari wa 24 anapiga kelele, ole wangu mimi maskini, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Mstari wa 25 anaanza kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Tunaelewana? Mstari wa 25 anasema ashukuriwe Mungu. Kumbuka mstari wa 24 ana swali. Hello? Mstari wa 24 la ole. Afu mstari wa 25 ashukuriwe Mungu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Hivyo basi mimi mwenyewe kwa akili zangu ni mtumwa wa sheria ya Mungu, lakini katika asili ya dhambi ni mtumwa wa sheria ya dhambi. Mstari wa kwanza sura ya 8 ni mwendelezo wa kile anachokisema. Sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo sasa umesikia hayo madude yote aliyosema? Umeyaona? Umemwona huyo mtu aliyemwelezea? Mstari wa kwanza anasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Na anatoa sababu za kutokuwa chini ya hukumu. Bwana asifiwe. Mstari wa 2, wa 3 na 4. Kwa sababu, kwa nini wako chini ya hukumu? Na ndio tutakuwa tunaelezea, tunayapitia hapa. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hello? Hello? Kuna mtu yuko chini ya sheria ya dhambi na mauti. Kuna mtu amewekwa huru mbali ya sheria ya dhambi. Au ni watu wawili tofauti? Jina la Bwana libarikiwe. Na duniani kuna makundi mawili tu. Kuna walio chini ya sheria ya dhambi na mauti, manake dhambi iletayo, na ya uzima iletayo uzima wa. Hello? Sasa neno sheria hapa tunapoendelea linaweza likatumika sawa na nguvu. Bwana asifiwe. Nguvu, kanuni. Kwa sababu nguvu ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na nguvu ya dhambi na mauti. Hii nguvu ya dhambi na mauti ndio inafanya kazi sura ya 7 mstari wa 14 mpaka 25.
Tunaelewana? Tuko pamoja? Hii nguvu ya dhambi na mauti ndiyo anayoiongelea kwenye sura ya 7, ambayo ndio inasababisha lile analotaka kulifanya lililo jema asilifanye, alafu baya asilotaka kulifanya analifanya. Kwa nini? Ile nguvu ya dhambi inavuta mtu akafanye yasiyo sawasawa na Mungu. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini kumbuka, amesema kabla ya hapo hahukumiwi, kwa sababu sheria ya Roho au nguvu ya Roho wa uzima katika Kristo. Hello? Tarudi hapo baadaye. Kuna swala la kuwa katika Kristo au ndani ya Kristo. Sawa sawa? Hii nguvu inayoongelewa ya Roho wa uzima iko ndani ya nani? Hiyo imemweka huru mbali na nini? Na nguvu au sheria ya dhambi na nini? Kwa hiyo ile aliyokuwa analilia, ole wangu, nani ataniokoa na hii nguvu ya sheria au nguvu ya dhambi na mauti? Tunaelewana? Unaanza kupata picha? Atuendelee. Mstari wa 3 anasema, kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio na dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili. Yasikuchanganya, utaelewa. Roho Mtakatifu anaenda kuyafanya we laini kabisa, kama chakula cha watoto. Sawa sawa? Sasa hivi unaweza kuwa unasoma mpaka unachanganyika, unasema sasa hapa anaongea nini? Tulia. Mstari wa 4, ili kwamba haki ipatikanayo kwa sheria itimizwe ndani yetu sisi, ambao hatuenendi kwa kufuata mwili, bali kwa kufuata Roho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nisikilize vizuri. Ni hayo tu maandiko nataka tuyapitie vizuri kwanza. Sasa kabla ya kwenda huko, nataka nitoe definition chache za mambo machache. Kwa kama nilivyosema, sura ya 7, hiyo mistari tuliyoisoma, Mtume Paulo anaonyesha ile asili ya dhambi ndani inayomtesa mtu kama nilivyosema mwanzo. Lakini sura ya 8 inaanza kwa kutoa ulinganifu wa mtu aliye nje ya Kristo na pale mtu anapokuwa ameunganishwa na Kristo. Kwa kuna maneno kadha wa kadha, kwanza nataka niatolee maana. Neno la kwanza, katika Kristo. Katika Kristo Yesu. Amen. Umeliona mara nyingi? In Christ. Katika Kristo Yesu. Lugha rahisi maana yake, naposema katika Kristo Yesu, maana yake ni kuungana na Yesu, kufanyika kuwa kitu kimoja na Yesu. Ndio maana ya kuwa katika Kristo Yesu. Union with Christ. Amen. Umenielewa? Umenielewa? Kwa chochote naposema katika Kristo, maana yake inamhusu mtu aliyeungana na Kristo. Hello? Hayumhusu mtu asiyeungana na Kristo. Na kila amwaminie Yesu, kwa maana halisi ya kumwamini Yesu na amemaanisha ameungana na Kristo. Yeye na Kristo amekuwa kitu kimoja. Na ndio maana imani ya wokovu ni kupokea haki ya Kristo, sio haki yako. Mtu mmoja ananielewa? Na nitakuonyesha hapa baadaye. Na ndio maana ya kuungana na Kristo. Vya Kristo vimekuwa vyako, vya kwako vimekuwa vya Kristo. Haki ya Kristo imekuwa ya kwako, dhambi iliyokuwa juu yako Kristo ameibeba. Umeungana namna hii.
Mungu anapokuangalia anakuona kama anavyomwona Kristo. Mtu mmoja ananielewa? Hiyo ndio maana ya kuwa katika Kristo. Na ndio maana kama tutavyoona, ndio maana huhukumiwi, kwa sababu Kristo hawezi kuhukumiwa. Mtu mmoja aseme haleluya. Nataka uende pole pole. Roho Mtakatifu anataka akusaidia, tusaidie kuelewa mambo haya. Hatusemi tu. Na ndio maana tulio katika Kristo tumeitimiza haki yote na sheria yote. Ngoja nikuonyeshe. Kristo alipokuja, alikuja katika mwili kama tulivyosoma. Kwa nje alikuwa na umbo na mwili wa mwanadamu mwenye dhambi. Hello? Aliyekuwa ameshindwa kuitimiza sheria, huyo mwanadamu. Tunaelewana? Unanifuata vizuri? Kazi ya sheria ilikuwa ni kuonyesha dhambi. Ilikuwa kama kioo. Na ndio inafanya mpaka leo. Usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Ukijiangalia unajipima kulingana na sheria, unaona mapungufu yako. Sawa sawa? Tunaelewana? Unanifuata vizuri? Lakini Paulo anasema hivi, Kristo alikuja, au Mungu alimtuma Yesu atimize kile ambacho sheria ilishindwa. Sheria ilishindwa nini? Sheria ilikuwa na uwezo, maana sheria ya Musa, ya kumonyesha mtu shida zake na dhambi zake, lakini haina uwezo wa kumpa ushindi wa kutovutwa na hicho anachokatazwa. Kuna mtu ananielewa? Nirudie. Sheria inasema hivi, usifanye 1, 2, 3. Bwana asifiwe. Tunazijua. Lakini kwa sababu ya ile asili ndani, ile nguvu ya dhambi, mtu anafanya anachokatazwa. Ndio Paulo anasema kule sura ya 7 kimsingi. Yaani yale anayokatazwa ndio anayoyafanya huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake iko nguvu inayoitwa sheria ya dhambi na mauti, inayovuta kufanya kinyume na yale ya Jehova. Hata yale mtu asiyoyataka anajikuta amefanya, kwa sababu ndani yake iko nguvu, iko sheria, iko kanuni ya dhambi na mauti. Sheria yoyote haiondoi hicho kitu ndani ya mtu. Inaonyesha nini ni kibaya. Ikimaliza kukuonyesha inakuletea hatia. Ikimaliza kukuonyesha utakwenda kuzimu, kwa sababu hautashinda kufanya hicho kitu. Mtu mmoja ananielewa Ndio maana haileti huo uhuru. Kwa sheria kazi yake inaonyesha, sheria ya Musa inaonyesha. Baba kama kioo, unaona hii listi ya vitu. Sitaki kufanya. Alafu ile nguvu ya dhambi ndani yako inakufanya ufanye. Yaani ndani ya huyo mtu. Mtu mmoja ananielewa? Sasa Yesu alifanyaje? Mungu akamtuma Yesu katika mwili huu ambao kwa nje alionekana kama mtu aliyezaliwa kama walio katika dhambi, lakini ndani yake haikuwemo hiyo nguvu ya dhambi na mauti. Tunafuatana vizuri Unanifuata vizuri Nataka unifuate vizuri. Kwa hiyo kutokana na hiyo, Yesu akaitimiza sheria katika ukamilifu wote. Tuko pamoja? Unanifuata? Unanifuata vizuri mtu wa Mungu? Yesu akafanya nini? Akaitimiza sheria yote. Yote. Kwa sababu ndani yake hiyo nguvu haimo inayoweza kuvutwa na ule uovu. Hello? Tuko pamoja? Jambo la pili akafanya Yesu katika mwili wake, akaisurubisha, akaiadhibu dhambi. Mtu mmoja ananielewa? Kwa lugha nyingine, akaimaliza nguvu yake ya kutawala watu wengine. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Sasa Yesu katika mwili akaitimiza sheria yote kwa
Kwa hiyo akaweza kuwa mwenye haki katika mwili kwa njia ya sheria, kwa sababu aliitimiza yote. Tunaenda pamoja? Unanifuata? Yeye Yesu aliitimiza sheria yote katika mwili. Kwa hiyo tungeweza kusema alihesabiwa haki katika mwili kwa njia ya sheria. Tungeweza kusema hivyo, si ndivyo? Kwa sababu hakuikosea. Tunafuatana eh? Halafu kwa kufanya hivyo, kwa nini alihesabiwa haki? Akatimiza matakwa yote ambayo sheria ilitaka ili mtu ahesabiwe haki. Tunaelewana? Matakwa yote ambayo sheria ilitaka ili mtu ahesabiwe haki, ndio alichokifanya Yesu. Wewe na mimi tusingeweza kufanya hivyo, kwa sababu ndani ya sisi kabla ya kuokoka kuna nguvu ya dhambi na mauti inayofanya kazi. Hello? Unanifuata eh? Sasa huyu Kristo Yesu aliyetimiza matakwa ya sheria yote akawa mwenye haki, yeye ukimwamini unakuwa kitu kimoja na yeye, unaitimiza haki. Piga kelele, haleluya! Kwa hiyo haki yetu ndio maana haiko kwa matendo ya sheria, bali iko kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alitimiza matakwa ya sheria yote ili wanaomwamini wakafanywa kuwa kitu kimoja na Yesu, wanakuwa wenye haki, wasio na hatia, wasio na hukumu, kama unanielewa sema haleluya. Unanielewa sasa eh? Na si tu hapo, Kristo katika mwili wake akaihukumu dhambi. Maana yake akaiondolea nguvu ya kutawala, na kila aliye katika Kristo Yesu, ile nguvu ya dhambi haina mamlaka juu yake. Kila aliye katika Kristo Yesu, ile hatia itokanayo na sheria haiko juu yake, kwa sababu yeye ni mwenye haki ndani ya Kristo Yesu. Nisikie haleluya! Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Na ndio maana pamoja na hayo yote Paulo anayoyalalamikia, hakuna hukumu juu yake, kwa sababu yuko ndani ya Yesu Kristo. Jambo jingine lilofanyika sasa, nimeongea maana ya neno ndani ya Kristo. Neno nyingine, hakuna hukumu ya adhabu, lina maana gani? Au ya Kiingereza inasema there is therefore no condemnation for they that are in Christ Jesus. Kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Wale walio ndani ya Kristo hawako juu ya hukumu ambayo inastahili kutolewa kwa dhambi. Ndio maana hapa anasema hakuna hukumu ya adhabu. Mtu unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Hakuna hukumu ya adhabu. Maana yake wale walio ndani ya Kristo hawako juu ya hukumu ambayo inastahili kutolewa kwa dhambi. Hukumu gani inatakiwa itolewe kwa dhambi? Nini? Mauti. Hello? Hukumu ya dhambi ni nini? Kwa kutokuwa chini ya hukumu ya adhabu ya dhambi, maana yake ni kutokuwa chini ya mauti. Walio ndani ya Kristo Yesu hawahukumiwi. Hello? Unanielewa? Unanielewa? Sasa hiyo kwa sababu ni pana, ngoja nikupe maandiko mengine kwanza hapa, alafu tutaendelea. Sio msingi wangu wa leo. Ninachotaka mimi ni ushindi wa hiyo kitu. Hawahukumiwi. Hawahukumiwi.
Mchungaji, utasema mchungaji, je, siku ya mwisho itakuwaje? Nilisema Jumapili iliyopita. Nilisema kwa haraka haraka. Watakatifu hawatasimama kwenye mbele ya Mungu kuhukumiwa. Kwa maana ya Jehanamu nuruni. Hello? Unanielewa? Unanielewa? Soma Yohana 3:18 kwanza. No, tuanze 5:24. Yohana 5:24. Sisi tuna hukumu yetu bwana. 5:24. Yohana 5:24. 5:24. Inasemaje? Amini, amini nawaambia, yeyote anayenisikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenituma. Nini kinasema ana nini? Amjafika Yohana 5:24. 1, 2, 3 turudie. 1, 2, 3 tusome. Nani huyo anaongelewa? Nani? Nani? Utaingia hukumuni, ila lazima uwe ndani ya nani? Sio uwe Mpentekoste, uwe ndani ya nani? Ya Kristo. Umeunganishwa na Kristo, umeokoka. Kwa maana ya kuokoka, si umeokoka kwa sababu unasali kwenye kanisa waliookoka, au kwa sababu uliponywa ukafunguliwa mapepo, au kwa sababu ulipata kazi watu walipokuombea. Umefanyika kuwa kitu kimoja na Yesu. Umezaliwa kwa Roho. Mtu mmoja ananielewa? Umezaliwa kwa Roho. Roho Mtakatifu amekuzaa, kama Yesu anavyosema katika Yohana 3, anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa na Roho ni roho. Wokovu ni kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Jambo linafanyika ndani ya maisha ya mtu. DNA yake inapinduliwa, inabadilishwa. Hiyo nguvu ya dhambi na mauti inapinduliwa. Roho wa uzima, Roho Mtakatifu anawekwa ndani yake kama malipo ya awali ya kumtunza mpaka Yesu atakaporudi. Unanielewa? Wangapi wameshavuka mautini? Nyosha kama unaamini. Kama uamini tulia, ndio uelewe. Amwaminie Kristo amevuka kutoka katika mauti, ameingia katika uzima, na sio uzima huu, uzima wa milele. Hello? Hello? Nikwambia, ndio maana nikasema hebu omba kwanza, Roho Mtakatifu atusaidie ili tuweze kuelewa. Waliovuka kutoka mautini, haleluya. Walioingia uzimani, haleluya. Wasiohukumiwa, haleluya. Sema sihukumiwi. Maana nimepita kutoka mautini, nimeingia uzimani. Kwa nini? Kwa sababu nimemwamini Yesu. Maana nimo ndani ya Yesu. Mimi na Yesu tumefanyika kuwa kitu. Sasa kuna watu wana wasiwasi, wanasema mchungaji, ukihubiri hivyo watu wataishi maisha ya ovyo ovyo. Na wewe una wasiwasi Kuna mtu ana wasiwasi huo? Ngoja nikwambie hivi. Huyu mtu tunayemwongelea hatumuongelee mwenda kanisani. Tunaongelea mtu ambaye yuko ndani ya nani? Tunaongelea mtu ambaye nguvu ya dhambi na mauti amewekwa huru mbali ya nguvu ya dhambi na mauti kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tunamwongelea. Unamwona huyo mtu akijua kwamba hukumiwi anaenda kulewa? Unamwona huyo mtu anafanya? Kwa sababu kinachovuta mtu aende kwenye huo uasi ndio kimeshindwa na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yake. Unaelewa sasa? Na nitarudi kwenye hilo. Nimeanzia kwanza huku kwenye hili jingi. Unaipata hiyo picha?
na huyo mtu anayeongelewa ni wewe. Halo? Anayeongelewa ni nani? Aya, 3:18 Yohana. Yohana hiyo 3:18. Inasema yeyote amwaminie hafanyi nini? Lakini asiyeamini una wasiwasi bado? Una wasiwasi bado? Nani hana wasiwasi? Nyosha mikono yako yote miwili kabisa kama huna wasiwasi kwamba huhukumiwi. Sasa kama hujaokoka jua unahukumiwa. Wala usiwe nayo, kwa sababu iko wazi hapa. Asiyeamini sio kwamba atahukumiwa. Tayari alishapigwa sentence, ameshahukumiwa. Hello? Hello? Na anayeamini sio kwamba hatahukumiwa, hahukumiwi leo. Rumi 4:7-8. Rumi 4. Ili nitaka nitoe maandiko kidogo maana Rumi 4 ni neno zito. Rumi 4:7-8. Inasema wamebarikiwa wale ambao wamesamehewa makosa yao, ambao dhambi zao zimefunikwa. Ni akina nani hao? Yupo mtu wa namna hiyo hapa? Kama ni wewe nyosha mkono. Aya, sikia mstari unaofuata. Heri mtu yule Bwana hamhesabii dhambi zake. Ni nani huyo? Aliye ndani ya nani? Kwa sababu dhambi zake zinahesabiwa juu ya nani? Ya Kristo Yesu. Unaelewa? Dhambi za huyo mtu zinahesabiwa sio juu yake, bali ni juu ya nani? Sasa ile video ile itakuwa wapi tena siku ya mwisho? Ianze kuonyesha dhambi zangu. Kama unasubiri kwenda kuona video ya mchungaji Ngoma umechelewa. Kwa mbinguni sisi tunakwenda kwenye uzima milele, hamna hiyo video. Wataonyeshwa wasio haki ndio wataona video ili wahukumiwe kwa haki. Wajue kwamba hivi mmemkataa, dhambi zenu bado hazijafutwa, zinahesabiwa juu yenu hao watu. Ndio maana wewe uliye ndani ya Kristo unapataje laana ya dhambi juu yako? Kwa mfano, hiyo dhambi haihesabiwi juu yako, inahesabiwa juu ya nani? Hapo tumekubaliana kwamba hakuna tena hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo, wanaoenenda. Inasemaje? Wanaoenenda sawa sawa na nini? Hiyo Rumi 8 hiyo ya kwanza. Wanaoenenda. Jamani, mtu mmoja asome au nimewapoteza? Wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Kwa lugha nyingine wanaenenda kwa kufuata nini? Roho. Sasa mtu anaenenda kwa kufuata Roho anafanya nini? Tuone hapa. Maana ya kuenenda kwa kufuata Roho ndio definition yangu ya 3. Nataka niiseme. Nenda kwa kufuata Roho. Kuenenda kwa kufuata Roho. Bwana asifiwe. Wangapi wanaenda kwa kumfuata Roho? Hello? Sasa najua kuna kipindi kwa sababu tumefundisha kwa ile kuenenda kwa kufuata Roho, unafumba macho, unasikiliza, nenda kulia, unaenda kulia. Hatumaanishi hiyo. Wanaoenenda kwa kufuata Roho wanafanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuenenda kwa kufuata Roho ni kutambua kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Wangapi wanatambua hilo? Unaamini Roho Mtakatifu anaishi ndani yako? Hapa siongelee ule ujazo tunausema wa kunena. Kama umeokoka
Kwa maana ya kuokoka, Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Hicho kipengele kimo. Amina. Kwa sababu hata uwezo ukaokoka. Hiyo ndo Biblia inasema ni arabuni, inawekwa ikae, deposit, inakaa ndani. Cha pili, kujitoa kwa Roho Mtakatifu. Kuenenda kwa Roho, kutambua yuko ndani yako, kujitoa kwake. Cha tatu, kumtii Roho Mtakatifu. Cha nne, kutumaini uwezesho na nguvu zake na kuzitumia. Kwenye nini? Kwenye haya tunayoyasema ya kufisha na kuharibu, nguvu ya dhambi na mauti. Niarudie. La kwanza, kuenenda kwa kufuata Roho ni kutambua kwamba huyu Roho anaishi ndani yetu, ndani yako, ndani yangu, mimi niliyemwamini. Na ndio maana hata pale mwishoni anasema kama Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ndio ukiendelea mistari mingine tutaona siku nyingine. Anaweka kwanza hilo. Ni wana wa Mungu, wana wa Mungu pekee lazima unaongozwa na Roho. Wewe kama mwana wa Mungu bila Roho Mtakatifu. Tunaelewana? Na kwa Roho Mtakatifu kwa maana hii ya yule anayesababisha kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa kwa Roho. Kila amwaminie Yesu na kupokea wokovu amezaliwa kwa Roho, na Roho wa Bwana yuko ndani yake. Umenielewa mtu wa Mungu? Umenielewa? Kwa kuenenda kwa wasio chini ya hukumu. Tukirudi kwenye hukumu, ni wanaoenenda. Kwa sababu hii ndio inaonyesha mtu huyu kaamini na amekuwa kitu kimoja na Yesu. Tunaelewana? Bwana asifiwe. Kwa kutambua kwamba Roho anaishi ndani yako, ndani yetu, kujitoa kwake ili ayaendeshe maisha, kumtii na kumtumaini kwa uwezesho wake na nguvu zake na kuzitumia. Hiyo ndio kuenenda kwa kufuata Roho. Mtu mmoja ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa tunaona mistari ya kutosha inayothibitisha ya kwamba aliye ndani ya Kristo hahukumiwi. Hilo tunakubaliana? Kama unakubaliana mimi fanya hivi kabisa. Na kama mtu huyo hahukumiwi, manake ana uhuru juu ya nguvu ya dhambi na mauti. Sawa? Hatia, hukumu na nguvu ya dhambi. Ngoja nirudia, afu ndamalizia kile kipengele kilichobaki. Huyu mtu asiyehukumiwa, huyu mtu aliye ndani ya Kristo Yesu, tunapoongelea anapomwamini Yesu, mtu anapomwamini Yesu anawekwa huru, kama inavyosema katika ule mstari wa 4, mbali na hatia, mbali ya adhabu, ya hukumu ya adhabu, pamoja na nguvu ya dhambi. Nimesema mambo mangapi? Dori, nimesema mambo mangapi? Dokas, nimesema mambo mangapi?
hujasikia vizuri, muulize jirani yako. Kama naye hajasikia vizuri, amuulize jirani yake. Mwambie yeye ndo aseme. Anza kumuuliza mwenzako, kwa sababu nitakuchagua tu. Anza kumuuliza mwenzako na uhakika hayo matatu niliyoyasema. Nimekuruhusu muulize mwenzako. Kama ukuyasikia, ulizia. Kama majirani wote hamjui na waruhusu, simameni, nendeni kiti kinachofuata. Nimeruhusu dakika 5 nzima. Sije kuwa naimba tu hapa. Zoezi limeisha. Kila mmoja anajua sasa. Hayo mambo matatu, mtu anapomwamini Yesu amewekwa huru mbali nayo. Mambo matatu niyo yasema. Kila mmoja anajua Kama kuna mtu bado hajajua, nyoshe mkono. Kama hujajua, nyosha mkono. Uache mkono juu kama hujajua bado. Kwa wote tunajua. Mmoja tu. Mungu akubariki kwa uaminifu. Kwa unachagua yoyote. Natoa nafasi nyingine. Kama hujajua, nyosha mkono. Nyosha juu kabisa. Ni kama watu watatu tu. Vijana wangu wale wawili, njoni hapa. Vijana wa Mushi na jirani yako. Njoni. Tunaanzia hapa. Kimbia nyi bado vijana. Kimbia. Safi. Mwapigie makofi. Nimesema mangapi? Sema moja. Mkubwa ni nani? Yuko huyu. Mkubwa atasema mawili, mdogo moja. Si ni sawa? Mkubwa mangapi? Mawili. Tunaanza na mkubwa au mdogo? Nichagulie mtu yoyote ambaye unataka aseme. Yoyote. Acha hawa. Mwache mwalimu Asa. Sio kwa jina, mtu yoyote tu wewe. Wewe nyosha tu kidole useme yule. Nani? Mwache mama yako bwana. Jamaa, nataka vijana wenzenu. Sitaki mama ataitwa na mama wenzao bwana. Hilda, kimbia hapa. Kila mmoja aseme moja. Kwa sababu umechagua moja na yako matatu. Tunaanza na Hilda. Kwa sababu yeye ndo amechaguliwa mwisho. Atafuata mdogo, kaka atamalizia. Kwa sababu kaka anatakawa anayajua yote. Uko sawa? Moja. Anakuwa anaikuwa mbali na dhambi. Subiri. Mtihani unasahihishwa hapa. Anasema anakuwa amewekwa mbali na dhambi. Nimesema hilo au sijasema? Nini? Anawekwa mbali na hukumu ya dhambi. Amepatia, amekosea? Amepatia, amekosea? Huyo ni mtu gani huyo? Aliyewekwa mbali na hukumu ya dhambi ni nani? Ambaye ni mwamini aliyeokoka. Hello? La pili. Bwana asifiwe. Anakuwa naye mbali na mauti. Amepata. Mbali na mauti amepata.
Wewe subiri kwanza. Kaka. Bwana asifiwe. Anayekuwa mbali na hukumu. Watu wamesikia kimoja. Anayekuwa mbali na hukumu. Nani anataka wasaidie? Gori pata rudi. Nani anataka wasaidie? Karibu. Mama Mtunda anataka wasaidie. Wanaye. Mama Mtunda, nyinyi hata mkweza kuibia hapa, nimewaachia kabisa nani yangu hapa. Umesema anawekwa huru mbali ya hatia, hukumu ya dhambi pamoja na nguvu ya dhambi. Haya, anawekwa huru mbali na nini? Anawekwa huru mbali na hatia, hukumu ya dhambi na amefanya vizuri mawili. Kaka hujamalizia la mwisho. Anawekwa mbali na hatia, hukumu ya dhambi na mbali ya dhambi. Bado la tatu halijarudiwa. Haya. Usiponiangalia ndo nakuchagua. Kaoni afadhali ukaniangalia. Njoo mwanangu. Huyo. Njoo. Kimbia. Anayemwamini Yesu amewekwa huru mbali na nini? Yaani amewekwa vitatu. Mbali na hatia, mbali na hukumu ya dhambi, mbali na hofu ya dhambi. Na hofu ya dhambi. Nguvu ya dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Hello. Ukija kuvisahau hivi, na nimeleta watu 4 hapa. Hatia. Wangapi wanasikia kuhukumiwa? Hatia, wanajisikiaga hatia. Bado unajisikia hatia, sio lazima unyoshe mkono. Unajisikia hatia. Hatia juu ya dhambi. Kama kuna mtu unajisikia hatia juu ya dhambi, habari njema ni hivi, ukimwamini Yesu hutakiwi kujisikia hatia juu ya dhambi. Maana hiyo hatia Kristo ameichukua. Unanielewa? Unanielewa? Kwa sababu kuna waamini wengi bado wamebeba hatia ya dhambi. Na wamefundishwa hivyo, na wamehubiriwa hivyo, na wanabeba limzigo lizito la hatia kila wakipita. Sikia hivi, kile ambacho tumesema Yesu akaihukumu dhambi kwenye mwili wake ni pamoja na hiyo hatia ya dhambi juu yako. Walioungamanishwa na Yesu hawana hatia juu ya dhambi. Mtu mmoja aseme haleluya. Zilizopita, za sasa na zijazo. Hapo najua ni pagumu. Hapo najua ni pagumu. Tunaelewana? Kuna namna anapofanya anajiachilia, anaomba msamaha, lakini usibebe hatia. Mtu mmoja ananielewa? Usijisikie nini? Hatia. Hatia haisababishi toba. Hatia inaleta remorse. Nini kwa Kiswahili ni huzuni. Kuna tofauti. Toba inaleta uhuru, hatia inaleta huzuni. Na aliye ndani ya Kristo, aliunganika na Kristo, hatakiwi kuishi maisha ya huzuni. Hata anapokuwa amemkosea Mungu hahuzuniki, anabadilika, anageuka.
Haishi kwa huzuni namna hii. Unatembea hivi ukigeuka, hata kama tumekutenga bado sio kwamba unahuzunika. Hiyo inaitwa ni discipline. Tunakutengeneza urejee kwenye mstari. Hello? Anachokitarajia Kristo ukikosea ni toba, na toba ni kubadilisha na kugeuka na kutoka kwenye hiyo njia na kurudi kwenye njia yako. Hatarajii ukae ndani unalia asubuhi mpaka jioni. Hiyo sio toba inayoongelewa. Unashindwa hata kutoka kwa sababu ulikosea. Hello? Mtu mmoja ananielewa? Nasema na wewe ambaye umekuna mkosea Mungu, nisikilize. Hiyo ya kujifungia na kunungunika na kujiona wewe takataka sio ya kiungu. Walio ndani ya Kristo Yesu hawana hatia juu ya dhambi, wanageuka, wanatubu na kutoka kwenye hali walioingia kwa bahati mbaya, maana hiyo sio sehemu yao. Umejikuta kwenye matope, wanatoka, wanalia kwamba natoka Baba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu inayovunja nguvu ya dhambi iliyo ndani yako, unaiactivate, unatoka katika dhambi. Mtu mmoja asema haleluya. Hakuna hatia. Hello? Kwa sababu sio hatia tu, na wala hakuna nguvu. Hiyo nguvu nayo umewekwa huru, hiyo ya dhambi. Unanielewa? Halafu na hukumu imeondolewa juu yako. Aya. Ukiyajua haya mambo matatu utampenda Yesu mno. Yaani mno. Wala huwezi kucheza naye. Kwa sababu hivyo vyote vitatu vimewekwa kwake, halafu yeye akakupa haki yake. Unacheza naye vipi? Halafu ndani yako iko mbegu, nguvu ambayo ndo nataka nimalizie sasa. Inaosema kwa nini hawahesabiwi? Kwa nini hakuna hukumu juu ya wale? Na ile nguvu inavunjwaje? Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima wa Kristo. Mtu anapoamini kuna nguvu ya Roho wa Kristo inaingia ndani yake kuvunja na kumweka huru kutoka kwenye nguvu ya dhambi na mauti. Inatokea lini? Siku ulipookoka. Inatokea lini? Siku ulipomwamini Yesu. Inatokea lini? Ukimwamini Yesu leo. Kama umekuwa unamwamini kwa kumfuata kama boya, leo ukimwamini kwa kweli, nguvu, sheria ya Roho wa uzima ya Kristo Yesu inazama ndani yako. Inafanya nini? Inakuweka huru. Mbali na nini? Na nguvu ya dhambi na mauti. Nguvu ya dhambi na mauti ni nguvu gani? Inayokuvuta kukufanya ufanye usiotaka kufanya. Ikiingia nguvu ya Roho wa uzima wa milele, inafanya nini? Inaanza kukufanya ufanye Baba anayotaka uyafanye. Mtu mmoja ananielewa? Hicho ndo kinachotofautisha muamini katika Kristo na yule mwingine. Sheria haiwezi kufanya hivyo. Sheria haibadilishi mtu. Sheria inamwonyesha mtu shida iko wapi. Inakomea hapo. Kristo alikuja, anapotuokoa Roho wake Mtakatifu anaingia ndani yetu. Hiyo nguvu au sheria ya Roho wa uzima wa Kristo inakuweka huru, mbali na kile alichokuwa anakililia Paulo katika sura ya 7. Mtu mmoja ananielewa? Unauona uhuru ulionao ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo sura ya 7 sio yako ya kunajitetea. Unajua, unamwona hata Paulo anasema na sisi ndio hivyo hivyo wanadamu. Alikuja kuimalizia vizuri sura ya 8. Akaleta masuluhisho. Ndani yako na ndani yangu, sheria, nguvu ya Roho wa uzima, Roho wa Kristo inatenda kazi. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kama maisha yako yamejaa kufanya yale usiyotaka, kuna mawili. Si ndio hivyo? Moja, labda hujawahi kuamini. Hujawahi kabisa kuamini, ila unafikiri umeamini. Kwa hiyo uko chini ya
roho ya udanganyifu, deception spirit. Na wako wengi makanisani leo, wengi wa kutosha, hawajawahi kumwamini Yesu, ndio wanafikiri wamemwamini Yesu. Wengi. Hello? Pagumwe. Cha pili, hukuwa na uelewa na ufunuo huu wa kuelewa kwamba ile nguvu ya roho iko ndani yako. Kama tulivyosema, kuenenda, maana yake huenendi kwa roho. Na kuenenda maana yake kutambua yuko, moja, kujiachilia kwake, mbili, kutii, tatu, na mwisho nini? Kutumaini hiyo nguvu na kuitumia. Unaitumia kwenye eneo gani? Kuwekwa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Na ndio maana Paulo kwa Roho Mtakatifu ana ujasiri wa kusema hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Walio katika Kristo Yesu, hii nguvu inafanya kazi. Moja. Pili, wamehesabiwa haki kupitia Yesu alivyotimiza sheria yote. Ukiniuliza mimi nimeitimiza sheria yote, nakwambiaje? Hello? Mtu akikuuliza wewe ni mkamilifu, unasemaje? Bwana, mna wasiwasi. Mtu akikuuliza kwa hiyo wewe unasema umeokoka ni mkamilifu, jibu lako ni nini? Umalizie ndio. Ndani ya, nje ya Kristo sio mkamilifu, ndani ya Kristo mimi ni mkamilifu. Akikuuliza kwa hiyo wewe hujawahi kuvunja sheria yoyote, unamwambia Yesu niliye ndani yake hajawahi kuvunja sheria, na mimi ndio nimevaa haki yake. Unajua tunachukuliaga poa kuhesabiwa haki bure. Hii ndio maana yake. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani Yesu aliifanyia kazi hiyo haki ya bure ili sisi tuipokee. Alitimiza sheria yote sote ili tulio ndani yake. Kwa kuwa ndani yake tumetimiza sheria yote. Na ndio maana akasamalize zile sheria akaziacha mbili tu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Anahitaji mtazamo wa moyo peke yake. Wala hahitaji mambo mengi. Mtazamo wa moyo peke yake. Na ile nguvu likivunjwa, sumaku imeondoka. Hello? Ukiwa na sumaku, nikimalizia huu mfano, maana hiyo nguvu inapovunjwa, kuwekwa huru. Nikiweka sumaku hapa, nikiweka sumaku likubwa, nikalifunga hapa. Sawa? Nikatembea, nikikutana na chuma kinakuja. Sawa sawa? Nikirudi, nikatoa sumaku, nikipita pale pale, vyuma viko pale pale, sivuti, haviji. Umenielewa? Ndivyo ilivyo ile nguvu ya dhambi na mauti. Kama unavutwa sana kwenye dhambi, kuna sumaku inavuta. Ikiondoka, ambayo inaondolewa na roho wa uzima katika Kristo Yesu, roho wa milele, chuma kinaondoka, utapita pale pale kwenye majaribu yale yale na hakutavuta kitu chochote. Mtu mmoja aseme haleluya! Na huo ndio uhuru tulionao katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu kwao walio katika Kristo Yesu. Nasema hakuna hukumu. Kama una hatia yaachie hapa, unabeba tu vya kwako. Unajua wapendwa, kila kitu kadogo kitokea, labda kwa sababu nilifanya hivi na hivi, ndio maana nimefanya hivi na hivi, hiyo ni hatia. Si unajua wewe kama ni mambo yale ya ovyo ni mengi uliyofanya, Mungu angekujaji kwa hivyo, usingetoka hata nje leo. Si unajua hivyo? Mtu mmoja ananielewa? Wenye haki wa Mungu, haleluya. Kuna mtu anajisikia huru? Kuna mtu anajisikia huru? Hiyo ndio kuwa ndani ya Kristo Yesu. Sisi tulio ndani ya Yesu. Unajua tunachukulia poa. Nilisema kwenye ile mkutano, yani ni kama chai na majani. Yani maji na majani kwenye chai. Huwezi ukatoa majani, ukatoa na maji, ukatoa na sukari. Kimekuwa ni kitu ndio kinaitwa
chai. Sisi tulio mwili, madamu kichwa kipo. Angel, umenielewa? 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 Jibu kwa sauti. Ndani ya Yesu Kristo uko uhuru jamani, yani raha pekee. Yani unajua mpaka unakuwa unarukaruka hivi ukiwa ndani ya Yesu, kwa sababu yani kuna ka uhuru fulani hivi, yani kuna sio ka fulani, kuna uhuru. Streams of life upandeni hapa, mpande kama watu wenye uhuru. Yani natamani yaone mavijana ya JCC yani yanatembea kwa mkwala na mkogo. Sio leo umedondoshwa zinaa, kesho sijui, yani unatembea unawacheki vijana wengine. Yani maisha yako peke yake yanatosha kuonyesha kwamba yuko Kristo. Ile sumaku imeondoka, na hiyo ni kila muamini. Haleluya! Mtu mmoja aseme haleluya! Unaona sasa utakavyompenda Yesu kiapata haya madude. Sasa watu wako bize. Sheria 6 TTTT. Sheria zinakufunulia tu shida, hazikuchomoi, lakini ndani ya Kristo Yesu tumewekwa huru. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu simama waambie, wahubirie watu 3 4 kila ambacho tumejifunza. Vile vya msingi, kuenenda kwa roho, nini, kila kitu. Wewe uhuru ulio ndani ya Kristo Yesu. Kama hajamwamini Yesu vizuri, muongoze sala ya toba hapa hapa. Muulize vizuri, wewe kweli uko ndani ya Yesu au ndo story tu? Au ndo story tu? Muulize kwanza kama yuko ndani ya Yesu. Muulize yuko ndani ya Yesu. Muulize. Sio mwenye dhambi tena, nimekombolewa. Muulize watu kadhaa. Nimewekwa huru, mbali na hatia. Mimi sio mwenye, nimekombolewa, nimesamehewa. Bali na dhambi, mimi sio mwenye dhambi tena, nimekombolewa.